Na huko mkoani Tabora, wakulima wa mazao ya pamba na tumbaku kutoka wilaya ya Nzega mkoani Tabora ambao wamekubali kuanza kilimo cha mazao ya kimkakati ikiwemo dengu, mbaazi pamoja na alizeti, wameiomba serikali pamoja na wadau wa kilimo kuhakikisha upatikanaji wa masoko ya uhakika ya mazao haya ili waweze kunufaika kiuchumi na kuondokana na hali duni. Hussein Mshenga kutoka Tabora ana taarifa zaidi. Wakulima hao wametoa wito huo katika kikao cha kuhamasisha uzalishaji wa mazao hayo kilichofanyika wilayani Nzega na kuwajumuisha viongozi wa msingi, AMCOS, maafisa wa serikali na wadau wa sekta ya kilimo, ambapo wamesema licha ya kukubali kuhamasika na mikakati mipya ya kilimo chenye tija, bado kumekuwa na changamoto ya uwepo wa masoko ya uhakika, hali inayowapa hofu ya kujikita katika kilimo hicho, na matarajio yao kwa sasa ni kunufaika na mazao mbadala kama zao la mbaazi. Ikiwa na soko la uhakika, wakulima wenyewe ni automatic tu wanakuwa driven, wanakuwa wanavutiwa na kile kilimo kwa sababu kitakuwa na faida kwao. Wakulima wetu wamekuwa wakibadilishiwa sana mazao mageni. Kwa hiyo na wao hutegemea sana kuona matokeo ambayo ni chanya zaidi kwa ajili ya kujiongezea kipato. Kilime mazao baadaye tukahangaika, tunaomba soko lipatikane la haraka. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Nzega, afisa tarafa wa Bukene Simon Masele amesema serikali imedhamiria kufanikisha upatikanaji wa masoko ya uhakika, huku ikikumbusha wajibu wa kuhakikisha kila mkulima ananufaika. Kuferi kwa mpunga haimaanishi kwamba pia kuferi kwa choroko, haimaanishi kuferi kwa mbaazi. Lazima mazao baadhi yatakuwa yamefanya vizuri zaidi kuliko mengine, kumbe uchumi wetu hautadolola, uchumi wetu hautaanguka. Kuendelea kufanya uhamasishaji ya kulima mazao mchanganyiko. Kutoka wilayani Nzega mkoani Tabora, hii ni ripoti ya binamu muungwana Hussein Mshenga na hii ni Clouds TV. Asante Hussein Mshenga kutoka Tabora.